Mimi MC Pilipili namzungumzia kwenye vitu vingi. Akiwa kama brother, akiwa kama mtu ambaye ametuinspire sisi wengine ambao tulikuwa tunaingia kwenye game hasa ya uchekeshaji, lakini pia game ya UMC. Kwa hiyo namzungumzia kwa vitu vingi sana. Mimi nimemfahamu MC Pilipili 2015 wakati mimi ndo najitafuta kwenye hii tasnia ya UMC, lakini before nilikuwa nafanya comedy. Kwa hiyo wakati namfahamu MC Pilipili ni mtu ambaye alikuwa ametoka yeye mwenyewe, yani tunaweza tukasema alikuwa Tanzania 1. Kwa maana kipindi wakati anatoka MC Pilipili hakukuwa na competition yoyote kwenye upande wa UMC, hakukuwa na competition yoyote kwenye upande wa comedian na kwenye upande wa stand up comedy. Kwa hiyo ukizungumzia MC Pilipili unamzungumzia kwenye vitu vitatu. Unamzungumzia kwenye UMC, unamzungumzia kwenye comedian, lakini pia unamzungumzia kwenye stand up comedy. Though watu wengi walikuwa wapo kwenye comedy, lakini ilikuwa sio stand up comedy. Kwa hiyo ucheshi wima, mtu wa kwanza kabisa kusimamisha Dodoma alikuwa ni MC Pilipili, kwa maana kwamba Dodoma lakini na Tanzania nzima kwa ujumla. Kwa hiyo wakati na mimi nafanya hivi vitu, mtu ambaye nilikuwa namtazama kwa karibu zaidi ni MC Pilipili. Kwa hiyo kuanzia 2015 mimi ni mtu ambaye nilikuwa nikimdm sana, na nilienda mbali zaidi, nilikuwa nikimdm. Kuna siku nilishakumdm post ndefu sana, yani nilimdm maneno mengi sana, nikalinganisha kwamba bana yeye ni Mgogo, mimi ni Mgogo, yeye anaitwa Emmanuel, mimi naitwa Emmanuel. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo niliviainisha, at least basi aone kuna kitu nimeweza kukainisha ili aweze kunisaidia. Lakini nafikiri kipindi kile alikuwa busy sana, lakini alipokuja kuona DM yangu alinitafuta, na baada ya kunitafuta akawa amenikutanisha na Boss Ngasa pamoja na Eric wangu ili niweze kuzungumza nao waone tunafanyaje. Nafikiri kipindi kile hii ndio ilikuwa management yake, Eric wangu pamoja na Boss Ngasa. Kwa hiyo kwenye harakati za kujitafuta, MC Pilipili alinipa hiyo nafasi, na nafasi kubwa ambayo alikuwa amenipa, ambayo hiyo nafasi alikuja kuifanyia kazi MC Petiti, ni ile nafasi ya kwamba kwenye show zake zote mtu wa kuhosti, yani si unajua nilitakiwa niwe mimi. Lakini sasa kwa kipindi kile nilikuwa na mambo ya chuo na nini, na nilikuwa nimeshaajiriwa moja ya kituo cha radio, kwa hiyo ikawa ngumu pia. Kwa hiyo nafasi akawa amepata MC Petiti, lakini ni nafasi ambayo mimi nilifanywa interview na Eric wangu pamoja na Boss Ngasa, nikawa nimepita. Sasa kwenye harakati za kwanza kuzunguka naye sehemu tofauti ikawa ni ngumu, kwa sababu nilikuwa nipo kwenye ajira. Kwa hiyo mimi namshukuru sana kwa sababu alikuwa amenipa hiyo nafasi, na baadaye tukawa tumekuja kufanya kazi nyingi sana. Tulishafanya naye kazi nyingi za kutosha ambazo mimi kiukweli kwangu ilikuwa ni faida kubwa. Kazi ya mwisho mimi ambayo nimeweza kufanya na MC Pilipili ni kazi ambayo sasa hivi ina trend sana baada ya mimi kuipost jana. Na hata ukipita kwenye ukurasa wake wa Instagram, ndo kazi ambayo ina viewers wengi na ina likes nyingi. Nakumbuka tulifanya hii kazi ya August, tulikuwa tunazindua moja ya hoteli na ni apartment. Sasa mimi nilikuwa MC, lakini pia nilikuwa ambassador na yeye pia alikuwa ambassador. Kwa hiyo tulikuwa ambassador wawili, mimi na yeye. Kwa hiyo mimi kwenye kuhost pale nikawa nimemkaribisha kwa mbwembwe sana, kwa furaha. Kwa hiyo alishangiliwa sana, nafikiri alishangiliwa sana na kundi la madereva bajaji wote wa Dodoma pamoja na madereva taxi wote wa Dodoma, ndio tulikuwa kwenye ile shughuli. Kwa hiyo ile kazi ni kazi ambayo binafsi itakumbukwa, na ni kazi ambayo inaendelea kufanya vizuri sana. Kwa hiyo mimi namzungumzia kwenye engo hizo, ni brother ambaye alinipa fursa, lakini kutokana na sababu zilizokuwa nje ya uwezo wangu nilishindwa kutumia, lakini hakuniacha. Akawa ananitumia kwenye upande wa matangazo, nilikuwa nafanya matangazo yake kipindi anachekesha kwenye hizi TV. Nikawa nafanya vitu vyake vingi sana, na tulikuwa ni watu ambao tunawasiliana kwa karibu sana. Kuna simu nyingi sana nimepokea, watu wakijua mimi ndio nimefariki kwa sababu ya the way tulivyokuwa karibu na Pilipili. And the way vile watu walivyokuwa wanatufananisha na MC Pilipili, umeona? Kwa sababu ukitoa MC Manyunyu ambaye pia ni Mgogo, MC Mariampa, ukizungumza wale ma MC ambao walikwenda viral, nafikiri ni kwa sababu ya kitu chetu kingine extra comedian, ulikuwa unanizungumzia mimi na Pilipili. Kwa hiyo watu wengi wamefananisha huo msiba ni msiba wangu mimi, kwamba mimi ndio nilipokea simu nyingi sana jana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimenigusa
mimi kama mdogo wake, mimi kama mtu ambaye nilikuwa namtazama kama role model, nilipopata taarifa yake ya msiba, binafsi nilistaki, yani nilikuwa natakiwa niondoke. Ilikuwa ni saa 12, nilikuwa nataka nitoke, kuna sehemu nilikuwa naenda, kwa hiyo ilibidi nikae kama masaa 3 hivi ndo niweze kutoka, yani kwamba nihakikishe ni kweli. Kwa hiyo binafsi mimi nimepokea huu msiba kwa masikitiko makubwa sana. Taifa limepata msiba mzito, hasa wana Dodoma tumepata pigo kubwa. Tasnia ya UMC imepata pigo kubwa, tasnia ya comedian imepata pigo kubwa, especially sasa hivi unajua MC Pilipili kama katikati hapa alidrop, lakini kutokana na sababu za hapa na pale, lakini alianza kurudi tena. Yes. Alianza kurudi tena kwenye game, kwa hiyo tulikuwa tumtegemee kwenye hilo. Kwa hiyo niseme tu kwamba tumepokea kwa masikitiko makubwa sana. Okay. Na of course umeelezea vitu vingi sana ambavyo vyote tunaviona kwamba ni positive na vimekuwa na msaada mkubwa sana, na kila mmoja ambaye tutazungumza naye, wewe umefanya naye kazi kwa karibu sana na kazi nyingi, lakini kila unayempigia simu unayezungumza naye anamzungumzia kwa mazuri sana. Moja kati ya watu ambao licha ya umaarufu wake aliokuwa nao, lakini bado anajishusha chini, ni mtu ambaye anazungumza na kila mtu. Unafikiri tunatakiwa tujifunze nini hasa? Na wewe binafsi hii inakufundisha nini? Binafsi mimi amenifundisha vitu vingi sana. Kama ambavyo nimekwambia, inawezekana pia hatukuwa naye darasani au hatukuwa naye kwenye shughuli za moja kwa moja, lakini the way anavyofanya na the way alivyokuwa ana inspire watu wengi kufanya kazi zake. Alikuwa na UMC wa peke yake. Unajua MC Pilipili ni mtu wa kwanza kutoka kwenye game ya UMC, na ndio mtu wa kwanza kuanza kulipwa pesa nyingi ya UMC kuliko MC wote hapa Tanzania. Umeona? Kwa hiyo ni mtu ambaye ulikuwa ukimtazama unamtazama kwa vitu vingi. Kwa hiyo binafsi mimi nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwake, kama ambavyo niliainisha hapo mwanzo. Namna ya kusherehesha, lakini pia namna ya kuchekesha. Alikuwa anatumia vitu gani alikuwa anavizingatia kwenda kuchekesha. Na kitu kikubwa ambacho nilishia kuzungumzaga na MC Pilipili, tulikuwa tunafanya interview redioni, akaniambia wewe usijali una followers wangapi kwenye maisha yako, kwenye social media zako. Wewe posti, watu wanaona. Unajua unaweza kuwa na followers lakini watakaoona ni 100 na watakao like labda ni 2, au unaweza kuwa na followers milioni 1 watakao like ni 100. Sio kwamba wale milioni 1 wengine hawajaona, umeona lakini hawaja like. Kwa hiyo wewe posti chochote unachokiona, posti. Huwezi jua kuna siku nani atakuona. Kwa hiyo hicho kitu ambacho niliondoka nacho kikubwa sana, na natakiwa kukumbuka kwamba chochote ambacho kinatakiwa ni posti, basi natakiwa nikiposti. Kwa hiyo umeona. Yeah. Na kwenye swala la namna ambavyo amekuwa akiinua vipaji, wewe pia ukiwa ni mmoja wapo, ni pengo kwa kiasi gani nchini? Kwa sababu huyu hatumzungumzie Dodoma, huyu ni tunazungumzia kwa nchi nzima kutokana na nafasi yake na namna ambavyo alikuwa maarufu. Ni pengo kiasi gani? Pengo ni kubwa, Benedeti. Pengo ni kubwa kwa sababu tumekosa mtu ambaye alianzisha stand up comedy. Yani tunamweka kama ni president, na ukumbuke kwamba ana tuzo ya comedian. I mean ana tuzo ya sikumbuki vizuri ni comedian au UMC, lakini ni kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo tumepata pengo kubwa, lakini pia tumepoteza mtu mcheshi sana kwenye tasnia hii ya comedian, lakini pia kwenye tasnia ya UMC. Kwa hiyo ile pengo nafikiri ni pengo kubwa ambalo hakuna mtu ambaye ataweza kuvaa viatu vyake, kwa sababu tumempoteza legend ambaye alikuwa ni icon kwenye upande wa UMC watu wengi, lakini pia kwenye upande wa comedy. Kwa hiyo hichi kitu kimegusa watu wengi sana, na ndio maana unaona kila mmoja unayezungumza naye anaeleza the way ambavyo ameguswa na msiba wa MC Pilipili. Mimi niseme tu tusimposti Pilipili tukaacha kumuombea. Yani tuhakikishe kwamba tunamposti, lakini tumuombe dua zaidi kuliko kuendelea kumposti kwenye mitandao, kwa sababu unajua kwenye mitandao kila mtu anazungumza lake. Sure. Nafikiri tuendelee kumuombea zaidi na tumuombe kauli thabiti, basi apunguziwe adhabu ya kaburi, aendelee kupumzika kwa amani, kwa sababu njia yetu ni moja na safari yetu sisi ni moja. Mungu ni mmoja. Basi tutakutana hapo baadaye. Kama tutaendelea kukutana huko mbinguni, tutaendelea kukutana huko mbinguni.